Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Azimio TV. Kama ni kwa mara yako ya kwanza, na kuomba usikose kusubscribe, kushare na kucomment. Channel hii inakuletea taarifa kila wakati. Nichukue nafasi hii kwa kweli kuwapa pole wale wote wanafamilia ambao wamepata tatizo hili. Kimsingi toka asubuhi kulikuwa leo kuna upepo mkali sana. Hata nilipokuwa nakwenda kazini nishangaa leo imekuwaje tumekuwa na upepo mkali. Lakini TMA jana wakati tunasoma tunaona ile taarifa inaonekana hali ya hewa sio nzuri sana. Lakini ilichotokea ni taarifa hii ambayo nimepokea nikiwa ofisini. Majira ya saa 2 imetokea watu wetu walikuwa wanakwenda kwa ajili ya chanjo Kagunga. Kagunga iko kwenye wilaya ya Goma, na Kagunga kwa boti unatumia takriban saa 1 au dakika 45, lakini kwa kuzungukia Burundi unatumia, niliwahi kwenda nitumia masaa takriban 4-5. Hiyo ni mbali kutoka hapo, na ni mpakani mwa Tanzania na Burundi. Kwa hiyo wafanyakazi wetu wa afya wapatao 18 walikuwa wanakwenda kutoa chanjo. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, kwa sababu hali ya hewa ya ziwani ya upepo haikuwa mzuri, kwa hiyo mtumbwi wetu wa halmashauri uliweza kupinduka, na katika kupinduka huko watu wetu wa halmashauri, watendaji wetu wa afya wapatao 18 walikuwa kwenye huo mtumbwi wakiongozwa na DMO mwenyewe. Kwa hiyo bahati mbaya taarifa tulizopokea ni kwamba vijana wetu 6 wamefariki, na 3 naambiwa wako hospitali yetu ya mkoa na hali zao sio nzuri sana, lakini 3 bado tunawatafuta, mili yao tunaitafuta. Kwa hiyo juhudi kubwa inafanyika na wenzetu wa upande wa fire, upande wa polisi marine, lakini na idara yetu ya uvuvi. Kwa sisi kama serikali ya mkoa, hili tukio kwetu ni kubwa sana, limetutikisa sana. Lakini matukio kama haya yanapotokea kuna kitu cha kujifunza sana. Wenzetu wanautabiri hali ya hewa, na hasa sisi ambao tunazunguka na ziwa Tanganyika tuna kila sababu ya kuwa tunasikiliza na kufuata maelekezo yao. Tumekuwa na mila na desturi ya kutofuata maelekezo ya wenzetu wa TMA. Ni jambo la msingi la kufuata, kwa sababu usipofuata utaratibu huu mara nyingi madhara yake ni makubwa, sio kwa familia tu, lakini kwa taifa kwa jumla.